ubunge kutoka vyama vya TLP na UPDP jimbo la Lindi mjini pamoja na makatibu wa vyama hivyo jimbo la Lindi mjini wameeleza kusikitishwa kwao na kile walichodai kuwa uwepo wa hujuma na njama za msimamizi wa uchaguzi jimbo la Lindi mjini kukataa kuwaapisha mawakala wao, wakitaka walete vitambulisho vyao na wataje majina ya viongozi wao na wagombea wao kinyume na sheria na kanuni za uchaguzi. Leo tarehe 22 Oktoba 2025 ndio tarehe iliyopangwa kuwaapisha mawakala wa vyama vyote, lakini chama cha UPDP na mgombea ubunge wa Lindi mjini walipeleka orodha ya mawakala wao 187 huku TLP ikipeleka orodha ya mawakala 165 kwa msimamizi wa uchaguzi kama sheria inavyotaka. Lakini kutokana na kile kinachodaiwa ya kwamba mawakala hao wameshindwa kuapishwa kwa sababu ya madai ya kwamba mawakala hao wanatumika kama mwavuli wa mgombea wa chama cha ACT Wazalendo. Ndugu wanahabari, tumekuiteni hapa leo kwa masikitiko makubwa kutokana na hujuma mzito ambayo tunafanywa chama cha TLP jimbo la Lindi mjini. Mimi naongea hapa, ninaitwa Hussein Namale, ni katibu wa TLP. Leo ni siku ya kuwapisha mawakala, lakini kwa masikitiko makubwa sana mawakala wangu wamezuiwa kuwapa kwa bila sababu zozote za msingi. Hala hatujaziona katika uchaguzi huu zikitumika kama wanavyotueleza. Na orodha yangu ya mawakala ni wako 167 ambao nimpeleka kwa wakati kama tume ilivyonitaka, lakini inafika kule nielezwa mawakala wangu lazima waende na kadi za wanachama. Kipengele hiko kwenye kanuni hakipo, kwenye sheria hakipo. Hiyo ni hujuma. Naeleza tume mambo mawili wayafanye. Kwanza wawapishe mawakala wangu ili uchaguzi uendelee, lakini wakishindwa kuwapisha mawakala wangu naelekea mahakamani kwenda kuzuia uchaguzi. Kwa sababu huu ni uhuni unaoendelea hivi sasa kupitia hii tume na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Lindi. Kujua ni changamoto katika sura ya uchaguzi wa tarehe 29 Oktoba mwaka huu unaonyesha bado utakuwa na utata kidogo, kwa sababu mimi ni mwenyekiti wa TLP mkoa, lakini ni mgombea ubunge ndani ya jimbo la Lindi mjini. Tuliagizwa kwa mujibu wa kanuni au kwa mujibu wa sheria za uchaguzi kwamba kila mgombea anatakiwa awasilishe mawakala wake. Hizo ndio sheria zilizopo katika mtahafu wa Tume Huru ya Uchaguzi, kwamba inatakiwa kila mgombea awasilishe mawakala wake ili waweze kuapishwa siku ya tarehe 22 Oktoba mwaka huu, ili wapate fursa kuingia kwenye vituo vya kupiga kura. Na hilo maagizo haya yalitekelezwa na TLP kwa kuandaa wale wa mawakala na taratibu zao zote, kwa sababu taratibu za mawakala zinaambiwa kwamba inatakiwa passport size 2 basi na labda na barua kutoka kwa kila chama. Lakini kwa bahati mbaya leo tarehe 22 ambayo ndio siku ya kuapishwa mawakala, kuna changamoto katika vituo vya kuapishwa. Kwa hiyo ni kwamba mawakala wote wa TLP ndio wa vituo vyote hawakupata nafasi ya kuapishwa kwa changamoto, kwa madai ambayo tunaweza kusema kwamba hatuelewi sheria hii imetungwa lini, kwa sababu tunaambia kwamba anatakiwa awe na kadi ya chama, kitu ambacho hicho kwetu sisi kimekuwa kigeni katika zile kanuni au sheria za uchaguzi ambazo tumezipitia kupitia msahafu wake. Kwa jina naitwa Hamisi Kitenge, katibu wa chama cha UPDP wilaya ya Lindi. Nimekuja hapa kutoa malalamiko yetu kama viongozi wenzangu walivyoongea na wajumbe na wabunge wa jimbo la Lindi wameongea kwamba tunachoiomba Tume ya Taifa ya Uchaguzi ifanye haki katika kila nyanja kutoka mwanzo wa uchaguzi mpaka mwisho wa uchaguzi. Kwa hiki kilichofanyika, kwa kweli tunaishangaa tume. Kwa nini baadhi ya wanachama wengine wanaapa, baadhi ya wanachama wengine hawaapishwi bila ya sababu za msingi ambazo zinazofanya watu wasiape. Na hasa tunakusudia vyama fulani vingine wanaapa kama kawaida. Hii ni kwa nini? Wakati kwenye kanuni za uchaguzi zinaonyesha kwamba
yani wakala ni mtu yoyote ambaye anakubalika na mgombea ndio anaruhusiwa kuwapa. Kama mtu akubaliki na mgombea, awe wa chama yoyote yule, awe mwanachama wa chama kingine, awe nini, ili mali tu awe na sifa zinazotakiwa kwenye kanuni za kuwa wakala. Kama sharti yote ya wakala yametimia, basi huyo mtu anaruhusiwa kuwapa. Haya masuala ya kusema kwamba huyu lazima awe mwanachama wa chama cha siasa hicho husika, hii hapa kanuni sio haihusiani na masuala haya, kwa sababu hata katika kula yenyewe unaweza kushika mgombea chama fulani akampigia kula mgombea chama kingine. Kwa jina naitwa Hamza Hassan Mcheche, mgombea ubunge jimbo la Lindi mjini, kupitia tiketi ya UPDP. Nimewaita waandishi wa habari kuwaeleza kadhia iliyojitokeza katika zoezi zima la uapishaji wa mawakala wa chama changu. Nimeandaa mawakala 187 katika kada zote 20. Lakini jambo la kusikitisha, mawakala wangu wamekataliwa kuapishwa bila sababu zote za msingi ambazo hazipo kisheria. Kwa hiyo msimamizi wa uchaguzi ananifanyia hujuma kwa kukataa kuwaapisha mawakala wangu. Kwa hiyo kama mimi sio mgombea halali, basi aniondoe kwenye ballot paper. Ili kutafuta ukweli wa jambo hilo, Jambo TV imemtafuta kwa njia ya simu ndugu Saidi Farhan ambaye ndiye msimamizi wa uchaguzi kwenye majimbo ya uchaguzi ya Mchinga na Lindi mjini ili kufahamu undani wa jambo hilo. Kwanza ndugu Saidi Farhan anakanusha uwepo wa madai hayo, akieleza ya kwamba hakuna wakala yeyote aliyeshindwa kuwapa siku ya leo. Lakini pia amesema kutokana na nafasi yake hawezi kueleza kwa kina undani wa kazi anazozifanya na kile kinachojitokeza katika eneo la kazi, kutokana na kwamba anawasiliana na mwandishi huyu kwa njia ya simu, jambo ambalo si sawa kwake. Kiongozi kwema? Kwema, habari za leo? Salama bwana. Mimi naitwa Raidhani, mwandishi wa Jambo TV Dar es Salaam. Ndio. Na kiongozi, nimekupigia jambo moja tu, angalau nataka kusaidia ufafanuzi kuhusu jimbo la moja ya kati ya majimbo mawili ambayo tunasimamia. Sikupate vizuri, weka simu vizuri. Nasema hivi. Ndio. Nimekupigia ili angalau tupate ufafanuzi kuhusu sintofahamu fulani ya jimbo la Lindi mjini ambalo unalisimamia uchaguzi. Ndio. Na kuna malalamiko tuliyopokea ya wagombea ubunge wa vyama vya TLP na UPDP kwamba mawakala wao wameshindwa kuwapa kwa sababu ya kadha wa kadha. Nini hasa ambacho kimetokea pengine? Kwanza nikwambia hamna kitu kama hicho, hakuna wakala ambaye ameshindwa kuwapa. Lakini taarifa za uchaguzi hatuzitoi kwa njia kama hizo, kwa sababu wao inawezekana wamekutumia malalamiko au wamekuthibitisha, lakini mimi sijakuthibitisha kama ni mwandishi. Lakini kimsingi hamna ambaye amesitishwa au amezuiliwa kuwapa. Jaribu kujiridhisha hiyo taarifa yako. Kwa mawakala wa vyama vyote manake wameapa? Wote wameapa, na wakaulizwa kuna mwingine aje apishwe, kwa sababu kuwapa huyo mtu atakayezuia atakuwa mwenda wazimu. Shida ni nini mtu mzuie kuwapa? Kwa utaratibu wa kawaida tu kama mnavyokuwa wasimamizi, ni yani ili mtu awe akidhi vigezo mpaka kuapishwa anapaswa kuwa na sifa zipi? Ndio maana nimesema sitoi taarifa kwa mtu ambaye mimi sijafahamiana naye. So unajua tunawasiliana kwa simu na mtu yote anaweza kunipigia. Nakuelewa ya. Iko vizuri.